akayarudisha. Pengine labda natamani kufahamu, unapata ugumu wote kuwalea watoto mwenyewe? Mwanamke kama mwanamke anafanya biashara. Okay. Na pengine wazo la kutengeneza mawese ilianza? Ni malaya haijalishi. Na mwanaume haijalishi. Kitu gani kilikupa hamasa? Kwa changamoto ipo tu ya maisha. Haya ni mafuta ya mawese ambayo yanazalishwa na wakazi wa jiji la Kigoma, kuanzia Kigoma mjini hadi Kigoma vijijini. Sasa pasina shaka umewahi kusikia neno mawese. Watu wengi huwa hawapendi kuyatumia, lakini huenda hawajui faida za matumizi ya mawese. Zipo faida nyingi za kutumia mawese, hasa katika masuala ya kiafya, lakini katika masuala mengine ya usafirishaji. Sasa leo nikiwa katika harakati za kumsaka mwanamke imara, moja kwa moja nikatua katika eneo la Baganda huku Ujiji. Mwanamke anayejishughulisha na shughuli za uzalishaji wa mawese. Unatamani kufahamu mchakato mzima? Ambatana nami. Okay, awali tuanze moja kwa moja katika utambulisho. Tuambie jina lako nani na hapa pengine unafahamika kama nani hasa? Yaani mimi nafahamika kama Zabibu Hamisi Mayobera. Na huku wanakufahamu kama nani? Zabibu Hamisi Mayobera. Okay, sawa. Na umeanza kitambo gani kutengeneza mawese? Miaka mingi tu, kwa sababu mimi bado binti nafanya hii kazi. Ukiwa na umri wa miaka mingapi? Nikiwa na umri kama miaka 20. Okay, na pengine wazo la kutengeneza mawese lilianzia wapi? Kwa wazazi wetu. Wazazi walikuwa wanatengeneza na wewe ukajifunza kutokea kwao? Nikawa natizama. Kitu gani kilikupa hamasa? Kwa sababu walikuwa wanapata riziki wazazi wangu naona. Natamani kufahamu kwa nini hukuwaza kuwa pengine mkulima, hukuwaza kuwa mfugaji, hukuwaza kuwa fundi cherehani, ukawaza kutengeneza mawese? Kwa sababu nilikuwa namuona wazazi wetu wanatukuza kwa hii kazi na tulikuwa kwa kazi ya mawese. Ugumu uko wapi? Ugumu upo kwa sababu utatafuta kuni, utakwenda shamba utafute kuni, ukimaliza utakuja hapo utachambua ngazi, ukimaliza utapakia kwenye pipa, ukipakia kwenye pipa utatafuta wasagaji, utatoa kise kwenye makamfi. Kwa hiyo vitu vile pana ugumu. Shughuli zote hizi unazifanya mwenyewe ama unakuwa na wasaidizi ambao unawalipa? Unakuwa na wasaidizi ambao unawalipa. Faida ikoje? Faida, unaweza siku moja ukapata labda ngazi zenye kuvuja. Labda umenunua ngazi shilingi 70, ukapata mfano laki, au umenunua ngazi shilingi 50, ukapata faida shilingi 10,000. Okay. Natamani kufahamu ni kitu gani ambacho kinaendelea kukupa hamasa ya kuendelea kupambana, ili hali pia umri nao umesogea tofauti na mabinti wa sasa hivi ambao unakuta umri mdogo lakini amekaa nyumbani anategemea kupewa pengine. Yaani mimi hamasa imenitia mpaka dakika hii bado nafanya, kwa sababu ni kazi ambazo zenye hela. Hupati nyingi lakini riski ya kula na watoto na wajukuu unapata. Okay, una watoto? Naam. Wangapi? Na watoto 4. 4 ambao unawalea mwenyewe? Ambao nawalea mwenyewe. Pengine labda natamani kufahamu, unapata ugumu wote kuwalea watoto mwenyewe? Ndio unapata, unapokuwa uko peke yako kulea watoto lazima upate ugumu. Na ndio maana unahangaika katika hali ya maisha kufanya biashara ili ule watoto. Kuna watu wengine ambao wanakusupport na kushika mkono? Mtoto wangu mmoja tu ndo anashika mkono. Ambaye anakushika mkono katika eneo lipi? Anashika mkono katika hali ya kunitumia mfano riziki ya kula. Yeye yuko wapi? Hayupo, yuko Mwanza. Anafanya shughuli zingine. Anafanya shughuli zingine. Okay. Malighafi ya kutengenezea mawese mnaitoa wapi? Nimeona maeneo haya ya karibu, sioni kama kuna mashamba ya michikichi ama mashamba ya ngazi kama ambavyo inafahamika huku. Tunatoa shamba Rwanda. Eneo la bonde. Ni karibu na eneo hili? Ni karibu na eneo hili lakini kidogo pana kitambo. Na kutoa malighafi kutoka kule hadi huku inachukua muda gani? Haichukui muda, unaweza kwenda ukakata ukapakia kwenye kibajaji ukaleta nyumbani. Soko likoje la mawese? Soko liko hapa, unakuja kutafuta kama kipindi mawese yana bei, watu wanakuja kutafuta hapa.
Kama mawese hayana bei, ukishamaliza kukoroga unayachukua, unapakia mbido, unapeleka Kahabwa. Ndio penye soko la mawese. Soko halikupi changamoto pengine ulikifika tu unauza? Na yanauzika vizuri. Yanauzika vizuri kwa bei aina yoyote. Ikiwa ameshuka unauza tu kwa bei yoyote, wala haina shida. Soko ni la ndani ya Kigoma peke yake ama hata nje ya Kigoma mnauza mawese? Mimi sisi tunauzaga hapa soko la Kigoma peke yake. Soko la Kigoma peke yake. Sijawahi kupeleka nje. Okay. Lakini wapo ambao wanapeleka nje. Ambao wanapeleka nje. Wakongomani wanakuja wanarangua wanapeleka. Unaona mafanikio yoyote yale kwenye kutengeneza mawese? Tunaona, ndio maana tunangangania. Tunaona kwa sababu tunalea watoto. Yaani nje na kulea watoto, kitu gani kingine ambacho umekifanya sema sasa najivunia toka nimeanza kutengeneza mawese mpaka leo siwezi kuacha kutengeneza mawese? Nyumba nimejenga. Bati nimenunua. Sawa. Na tamani kufahamu vitu vichache sana. Wewe ni mama. Pengine labda tangu baba afariki dunia ni muda gani? Muda mrefu. Kama miaka mingapi? Miaka 4 au 3. 4-3. Na haukuwahi kuwaza kuolewa tena wala ukaamua kulea familia yako mwenyewe? Na kitu gani ambacho kilikufanya uendelee kulea familia yako mwenyewe bila kuwa na mwenza? Wanaume wanasumbua. Uliwahi kupata changamoto yote ya usumbufu? Wapi? Unaweza kuolewa na mwanaume akaacha kusumbufu? Usumbufu uliona wapi? Usumbufu niliona. Kwa nini unapokuwa na mume upate usumbufu? Kwa changamoto ipo tu ya maisha. Na ukiendekeza kwamba utaendekeza mume, basi kama ukiendekeza mwanaume, yani mimi niketi bila kufanya biashara, bila kuendekeza, yani nithamini tu mwanaume, basi utakufa njaa na watoto. Kuna kipindi fulani acha kuolewa. Unaweza kuwa na mfano na mwenza, alafu ile mwenza hana chochote. Kwa hiyo umekaa tu unamtegemea mwanaume wako akuletee kama siku hana. Kuna kipindi fulani mwanadamu hana hela. Kwa hiyo ndio ile kufanya wewe uendelee na maisha yako mwenyewe. Naam. Okay, penye jamii inakutazamaje? Kwa mwanamke yote labda kama huna mwanaume lazima upokee hiyo hali. Lakini unamlea ni shetani unaishi. Okay. Wamewahi kusema labda pengine una shida, changamoto na ndio maana hutaki kuolewa pengine na vitu vingine kama hivi? Kuzungumza jambo la kawaida, lazima waseme. Sema lazima. Okay, umewahi kuambiwa kitu gani ambacho kilikufanya ujisikie vibaya? Yaani watu wanaweza kusema Zabibu hana mwanaume au mfano Zabibu ni malaya, lakini itikadi yangu najua mwenyewe ni malaya haijalishi na mwanaume haijalishi. Yaani kusema watu lazima waseme, iwe iwavyo. Lazima mtu afanye nini? Aseme. Umewahi kupokea mteja mwenye changamoto? Kupokea mteja mwenye changamoto? Mteja kwenye biashara yako ambaye akakupa changamoto pengine? Wako wengi. Kwa sababu nataka kuchukua mawese, akakwambia ni mabaya, akayarudisha. Na wewe unapokea unamrudishia hela ili siku ziende msigombane. Na huo unarudisha hela? Unarudishia. Lakini wanasema wafanya biashara wengi ukirudisha bidhaa huwa hakubali kurudisha. Hawarudishaji, wanakataaga. Lakini ili mimi siku zisogee na mambo yaende, na kurudishia, nachukua ile mawese na atengeneza vizuri napeleka Kahabwa. Soko jingine lipo. Soko jingine ambalo unaweza tukauza bila tatizo, bila ugomvi, bila karaha. Sawa. Asilimia kubwa Kigoma yote tunategemea Kahabwa. Sawa. Na pengine labda changamoto hiyo kutoka kwa wageni au wateja ambao wanakuja kununua mawese kutoka kwako haijawahi kukukatisha tamaa kwa namna yoyote? Haijawahi kunikatisha tamaa. Mara moja tu kama hayana thamani. Kuna kipindi fulani mawese yanashuka thamani. Lakini akiwa juu hayana changamoto yoyote. Nje na kutengeneza mawese, nje na kuuza mawese, biashara gani nyingine unajishughulisha nayo? Vitumbua. Okay, unawezaje kubalance muda wako? Yaani ufanye biashara ya mawese, ufanye vitumbua wakati unalea familia kwa wakati mmoja? Sawa. Kuna kipindi fulani kama hivi nimekaa. Kama hivi natoka. Unaweza kuamka asubuhi, ukachoma vitumbua vyako, ukamaliza, alafu jioni au saa 10 ukapika ngazi zako. Alafu asubuhi tena ukamka unachoma vitumbua vyako. Kuna kipindi fulani umeshamaliza ngazi zako unakaa una relax kama hivi. Mchakato wa kutengeneza mawese unachukua muda gani? Mchakato wa kutengeneza mawese kama ni nyingi, unaweza kuchukua kutwa nzima. Okay. Mpaka inakamilika inakuwa mawese. Sawa. Na mawese unayatumia kwenye nini yani? Kwenye vitu gani na vitu gani huruhusi kutumia mawese? Pote tu mawese yanakaa. Kwenye wali unapikia mawese vizuri. Hayawi na rangi. Unaweza kusema mimi nataka nipike mawese, unaweza ukachemsha akawa kama korie. Kwa hiyo hayawi kitu cha aina yoyote. Unaweza kusema mimi leo na hamu ya wali wa mawese. Unapika, yanageuka kama vile mfano wa korie. Kwa hiyo ukipika ina shida. Ukisema na hamu leo bwabwa nipike tu hivi
unapika na mawese yako, wala haina shida. Okay. Nimewahi kusikia kwamba kuna baadhi ya wafanyabiashara wa mawese wanaweka unga kwenye mawese ili yawe mengi. Sio kweli, sio kama hicho. Sijawahi kusikia. Na inakuwaje mawese yanakuwa mabaya sasa? Yanakuwa basi tayari, kwa mfano kama ngazi kama hizi, tayari hizo ngazi zinafaa kukorogwa. Lakini wengine watazipitilizisha siku, ina maana zinaoza. Zikioza yale mawese yanakuwa mabaya. Okay. Kwa hapa hapo inahitajika kukoroga hapo kwa sababu ziko sawa. Mawese kuwa mabaya ni ngazi kuoza. Kwa kuna watu wanayaweka yanakaa muda mrefu. Alafu wanakuja kuyatengeneza ikiwa muda umekwisha. Muda umekwisha, ngazi zimeharibika. Lakini mawese yenyewe yakishakwisha kutengenezwa alafu yakakaa muda mrefu hayaharibiki. Hayaharibiki. Huwa yanakaa kwa muda. Yanakaa mpaka miaka miwili kisha. Mfano kama na watu wenye mashamba wanachukua mawese, wanakoroga, wanapakia mapipa, wanangoja bei. Na wala hayaharibiki na wala hawi kitu chochote. Katika utengenezaji wa mawese tumesikia kuna msamiati unasemwa mchachiko. Nilikuwa natamani nifahamu japo kidogo tu, mchachiko ni kitu gani? Mchachiko ni mawese unakoroga. Ukisha koroga unaingua. Ukishaingua maji yale yanabaki mle, yanalala. Yakisha lala asubuhi unayaingua. Ukishaingua tayari maji yanalala. Kwa nini uengue tena mara ya pili? Yanakuwa yamepanda. Ni kitu gani kinakuwa kimepanda juu? Mawese yamepanda. Yani yanakuwa na moto kwa yakitulia yanapanda. Kwa hiyo asubuhi unaamka unaingua. Ukiingua unayapika. Ukiyapika yanatoka mawese. Kwa hiyo ndio anaitwa nini? Mchachiko. Yani mawese ya fake, sio yale real kabisa, yani yale unaingua asi analala. Kwa mchachiko ni fake. Ni fake. Kwa tuna mawese fake. Naam. Yakikutana na vyombo vichafu ndio yale mawese yanatoa harufu. Kwa wanaposema kula mawese mengine ni mabaya huwa hawakosei. Hawakosei. Mnyemwe ni nini? Mnyemwe ni ule wa chini. Yani ukishapika mafuta unaingua chini na baki mnyemwe. Na wenyewe unatumikaje? Ndio na mimi mle kwenye mchachiko sasa, kwenye yale maji ile yalale yapandishe. Ina maana ni vitu viwili tofauti. Vinakuwa kwenye maeneo mawili tofauti. Mchachiko unakuwa wapi na mnyemwe unakuwa wapi? Mnyemwe unakuwa ndani ya mafuta. Mimi sinapika mafuta, naingua chini unabaki mnyemwe. Sasa unachukua ule mnyemwe unaenda kuyaweka kwa yale maji umeingua yale mafuta. Kwa hiyo yanalala. Ndo mchachiko. Sawa. Kwa tukichanganya mchachiko na mnyemwe ndo tunapata mafuta ya mawese fake. Afu yale original ndo yale ambayo uliyakuwa mara ya kwanza ukapika yakawa mazuri, hayana kitu chochote. Lakini yale yanayolala ndo fake kwa sababu yanatoa harufu. Hayana madhara. Hayana madhara. Hayana madhara. Lakini mnawatia hasara wanaofanya. Hayana madhara. Yani yanakuwa na kaharufu kadogo kwa sababu si yamelala. Lakini mnawauzia watu ambao kama mnawatia hasara. Wengine hawauzi, ndio wale tunauza ya sabuni ya mawese. Kuna sabuni za mawese. Sabuni za mawese ni zipi? Sabuni za mawese hizi. Sabuni ya mawese inakuwa tu kabisa kama mawese. Nyekundu kabisa? Nyekundu kabisa. Inakuwa za njano. Ndio sabuni. Kuna mise na kuna mawese. Kwa hiyo yale mafuta mchachiko, kuna mengine wanapika kambili, wanatengeneza sabuni za mawese. Kambili ni nini? Nilipata msamiati mpya. Kambili ni mafuta ya mawese. Unayapika na wimba na kwa kama kakorie. Lakini si tunaita kambili. Yanakuwa meupe kabisa kama korie. Sawa. Yani haya mafuta ya kunuka ndio wanatengeneza hivyo. Kama sabuni za mawese. Kwa kumbe yale mafuta ambayo mnasema ni yanakuwa na harufu hayatengenezwi kwa sababu ya kutumia nyumbani. Hapana, kwa sababu ya sabuni. Sawa. Bei za mafuta ya mawese zikoje? Kuna bei ya mafuta ya mawese yakipanda tunaweza tukauza shilingi 50, shilingi 48, shilingi 49, shilingi 52. Kwa kiasi gani? Kwa ndoo mbili ndogo ndogo. Inakuwa sawa na dumu lita 20. Inakuwa 45, 50. Mpaka 52. Yakiwa yameshuka unaweza kuuza 20, unaweza kuuza 18, unaweza kuuza 19. Yani bei hazina mwelekeo. Na nasikia wengine wanauza hadi kwenye mapipa. Kwenye mapipa wanauza wale wenye mashamba makubwa.
ndio wanauza, wanaweka mafuta, wanalimbika, wanangoja bei ifanye nini, ipande, wanauza kwenye mapipa. Okay. Sawa. Kwa mafuta tunauzaje kwa grade? Kwa mfano haya mafuta ambayo ni feki, haya huwa yanauzwaje? Haya yanauzwa chini kwa sababu ni feki. Unaweza kukuta bidon shilingi 20,000. Okay. Na zile ambazo zinakuwa kwenye chupa unaweza kukuta ile chupa la maji safi kwa muda huu ni shilingi 4,000, 4,500. Support gani ambayo mnaipata kutoka kwa serikali pengine imewahi? Hakuna support. Hatuna support ya serikali. Kwa serikali yenyewe tuulizi. Haitupi changamoto, lakini ndio zao kubwa ambalo linazalisha mafuta kwa maneno mazuri. Kama si hivi wengine tuna bahati mbaya tukaenda kuomba mikopo tufanye tuboreshe hii biashara, hatupewi. Okay, sawa. Na pengine labda natamani kufahamu kwa namna moja ama nyingine, wewe kama mama, wewe kama naweza kusema mwanamke imara, kwa namna moja ama nyingine una lipi labda la kutufundisha? Nawafundisha kwenye upande wa biashara. Kwanza tuanze. Sawa. Nawafundisha kwa upande wa biashara. Mfanye biashara, usitegemee mwanaume hata kama umeolewa. Tuje kwenye mahusiano. Unamwambia nini binti wa leo? Binti wa leo namwambia fanye biashara, hata kama ni binti wangu namkalisha akiwa mwanaume akiwa mwanamke, naambia kaa chini utoe vitumbua. Kwa mfano kama ngazi, watoto wangu wanajua kupika. Watoto wangu wanajua kumua vitumbua, wanajua kupika. Watoto wangu wanaume na wanawake wanajua. Okay, sawa. Na pengine labda tuje hapa. Vijana wengi wa sasa hivi asilimia kubwa wanategemea kulelewa. Yaani anategemea pate mwanamke ambaye tayari amejipata, ana harakati zake, nini ndio amuoe yule, kwa sababu anajua kuna chochote kitu anaweza kukipata pale. Wewe kama mama, malezi aina hii yamekuwa yakitokea sana kwa vijana wa sasa hivi, wako wengi, tofauti na malezi ambayo wazazi wetu wamekuwa nayo. Hili nalo nalitazama kwa mtazamo upi? Mimi hili nalitazama hata wanaume wanategemea kulelewa ni wabaya, kwa sababu kwanza jishughulishe. Ukijishughulisha mwanamke hawezi kukudharau. Lakini ukitegemea kupewa na mwanamke atakudharau kwa sababu anakupa. Lolote atalosema litakuwa si anakupa. Kama usingefanya biashara ya mawese, pengine ungefanya biashara gani? Ungefanya biashara nyingi za kuumwa. Sisi mwanadamu akili nayo. Kama ipi? Ningefanya mfano kama ninakwambia, nimeanza vitumbua, nimetoka kwenye vitumbua nimeenda kwenye ngazi, ningefanya biashara hata kutembeza mboga sokoni. Ina maana kama usingekuwa hapo ungekuwa sokoni. Ungekuwa sokoni. Safi. Unaitazama vipi taswira ya mwanamke imara? Tukisema huyu ni mwanamke imara, unatafsiri kama ni mtu wa design gani? Mwanamke imara ni yule mwanamke ambao hangoji kupewa. Yaani amekaa tu anangoja mwanaume amletee, haiwezekani. Hata kama na mume, fanya biashara. Mwanamke kama mwanamke anafanya biashara. Kwa uchache tu pengine tupate neno la mwisho ambalo tunaweza tukaishi nalo. Kama mama, mimi naishauri jamii, mabinti, watoto wa kiume, watoto wa kike, yaani jinsia tofauti, wafanye biashara. At least hata ukibeba mzigo utapata riziki yako utakula. Lakini kwa yule mwanaume anayengoja kulelewa na mwanamke, anapoteza muda mkubwa, atakudharau mwanamke na atakunyanyasa kwa sababu anakupa. Kwa hiyo na washauri wanawake wenzangu na watoto wa kiume wafanye biashara ya hata ya kubeba kitumbua unakwenda kuuza, ni biashara. Mtazamaji wa Kikora Media, kufikia hapa tunatia nukta, nasi tunasema jahazi limetia nanga, wacha tuyabwage manyanga. Pasi na shaka umejifunza jambo kutoka kwa mwanamke imara wa siku ya leo. Ila kumbuka tu, anakuambiaje? Usibweteke ukategemea yale unayopewa na mwanaume wako ama wazazi wako. Kujituma ni jambo la heri sana. Langu jina ni Nesta Masangula, tukutane tena wakati mwingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Nikutakie kila la heri, wacha niseme alamsik.